Ni kusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kusikiliza. Unapoota ndotoni unaimba, ina maana gani? Ukisoma Ayubu 33 mstari wa 14 mpaka 16, maandiko yanasema Mungu anaongea na sisi mara ya kwanza hata mara ya pili, japokuwa mtu hajali. Katika ndoto, katika maono, katika usingizi, unapomjia mtu kitandani, Mungu anafunua masikio yetu na kutia muhuri mafundisho yake. Sasa unapoota ndotoni unaimba, ina maana gani? Sasa angalia ulikuwa unaimba nyimbo gani? Kama ulikuwa unaimba wimbo wa Mungu, labda ni wimbo wa Injili au wimbo wa Mungu na una furaha, ina maana ni ishara ya ushindi. Ina maana Mungu anakuonesha kupitia kusifu na kumtukuza Mungu utashinda. Lakini kama ukiona ulikuwa unaimba wimbo wa dunia, Mungu anakuambia unafanya machukizo, unafanya vitu visivyoendana na mapenzi ya Mungu. Ina maana watu wa dunia ni watu ambao wako kinyume na mapenzi ya Mungu. Ukifuatilia kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili 6:14 mpaka 18, maandiko yanasema hakuna uhusiano kati ya giza na nuru. Kwa hiyo ukiona unaimba wimbo wa dunia au unasikia wimbo wa dunia au unamwona mtu anaimba wimbo wa dunia, kama ni rafiki yako, ni ndugu yako, ni mtoto wako, ina maana anafanya vitu kinyume na mapenzi ya Mungu. Ina maana anafanya machukizo. Huenda anaenda kwa waganga au anatenda dhambi au anafanya uzinzi, anafanya uchawi, anafanya vitu visivyompendeza Mungu. Na wewe pia ukiona unaimba nyimbo ya dunia au unasikiliza wimbo wa dunia, ina maana kuna watu, kuna vitu, kuna mazingira unayafanya au vitu unavifanya ambavyo si vya kimungu, ambavyo vitakutia aibu, vitakudhalilisha au vitakutenga na Mungu. Kwa hiyo angalia ni nini unaimba na nani anaimba. Nawapenda. God bless you. Thank you for watching.